ndio tuweze kutumia. Kwingineko, bunge la kitaifa lilipitisha sheria mpya ambayo inayolenga kuimarisha uhuru wa wawakilishi wa wadi katika kusimamia maendeleo bila kutegemea afisi za magavana kama ilivyokuwa hapo awali. Akiwahutubia wakazi wa Musasa katika eneo bunge la Ikolomani, mbunge wa eneo hilo Bernard Shinali amesema kwamba mfumo huo mpya ambao utakaoanza kutekelezwa Julai baadaye mwaka huu utawapa wawakilishi wa wadi mamlaka zaidi kusimamia miradi ya maendeleo katika maeneo yao. Ameongezea kusema kuwa fedha za maendeleo zitatumwa moja kwa moja kwa mabunge ya kaunti badala ya kupitia kwa afisi ya magavana, hatua ambayo inayolenga kuongeza uwajibikaji na kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa haraka. Kupitia ripoti ya NADCO, Shinali amesema mfuko wa maendeleo ya wadi utawekwa kisheria ili kuhakikisha maendeleo yanawafikia wananchi bila kuzingatia tofauti za kisiasa. Wanaona nyumba yako wameimaliza, hawajamaliza. Yesu atakuinua. Wanasema huyu aliyekuita, tazama yule aliyekuweka pale, tazama Yesu anatenda. Ukiomba na Mungu amekwambia jambo, wanadamu. Katika bunge tumepitisha sheria ya kuhakikisha ya kwamba gavana hawafinyi, ili county assembly mahali wanadunga sheria ya kuchunga hii na mambo yote ile wanafanya wakuwe independent. Mambo yao ya mshahara, ya komiti, ya nini yote kuanzia July sasa itakuja direct kwa county assembly. Haitaenda kwa governor ndio ikuja kwao. Katika NADCO report tumesema vile CDF inakuja kwa sub county, kwa constituency, pia kukue na ward fund. Iwe ikujange kwa ward, MCA na watu wa ward hiyo wanakaa wanafanya maendeleo yao katika hiyo kiwango. Wanachama wa kikundi cha